Naam, uhabari gani mwana michezo wangu na mwanahabari wangu na wewe ambaye umeichagua hii kuwa sehemu yako pendwa kupata taarifa za kimichezo na zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi hii ya Tanzania. Sasa taarifa ambazo tuko nazo siku hii ya leo kwenye meza yetu ya habari ni taarifa kutoka katika klabu ya Yanga inayomhusu golikipa wa timu hiyo Djigui Diarra kushushua rungu zito la adhabu la zaidi ya milioni 4 na adhabu ya kukosa michezo mitatu katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Hayo yametokea baada ya kile alichokionyesha kipa wa timu ya Yanga Djigui Diarra katika mchezo uliopita akifanya vurugu na kumuonyeshea refari kidole cha kati. Hatua hiyo ilipelekea golikipa huyu kupewa adhabu ya milioni 4 na kukosa michezo mitatu. Lakini hata hivyo Simba nayo imepigwa faini kwa kitendo cha mashabiki wao kutupa chupa za maji uwanjani, kwa timu ya Simba kutozwa faini ya zaidi ya milioni 10, ikisemekana kwamba tatizo hili ama utovu huu wa nidhamu umekuwa ukijirudia mara kwa mara kutoka kwa mashabiki. Na tukiendelea kuangazia sasa kutoka katika klabu ya Yanga ni kipi ambacho kimejiri na mpaka sasa kinaendelea kwa kipa huyu Djigui Diarra, ni kwamba mlinda mlango namba 1 wa Young Africans Djigui Diarra amekumbwa na lungu la kinidhamu baada ya kufungiwa kucheza michezo mitatu pamoja na kutozwa faini nzito ya jumla ya shilingi milioni 4 kufuatia utovu wa nidhamu alioonyesha uwanjani. Taarifa zinaeleza kuwa kipa huyo raia wa Mali ameadhibiwa kwa makosa mawili tofauti. Kosa la kwanza ni kosa la kumshambulia mwamuzi ambapo limemgharimu faini ya shilingi milioni 2 na kitendo cha mechi hizo na kifungo cha mechi hizo tatu, na kosa la pili ni kuonyesha ishara isiyofaa kidole cha kati ambayo imemuongezea faini nyingine ya shilingi milioni 2. Tukirejea kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, nao wamepokea adhabu kutoka katika shirikisho kwamba klabu ya Simba imekumbwa na lungu lingine la kinidhamu baada ya kutozwa faini ya shilingi milioni 10 kufuatia kitendo cha mashabiki wake kuwarushia chupa za maji waamuzi katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Pamba Jiji. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mwandishi Felix Jackson, adhabu hiyo imekuja baada ya kubainika kuwa hili ni kosa linalojirudia ndani ya kipindi cha miezi mitatu tu, ambapo awali mashabiki yao walifanya kitendo kama hicho katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Hali hii ya utovu wa nidhamu inazidi kuingia gharama klabu hiyo ya Msimbazi, huku kamati za nidhamu zikionyesha kutofumbia macho vitendo vinavyoharibu taswira ya soka la Tanzania. Wakati uongozi wa Simba ukiendelea kutoa rai kwa mashabiki wake kudhibiti hisia zao uwanjani, adhabu hii inatumika kama onyo kali kuwa makosa yanayojirudia yanaweza kuzaa adhabu nzito zaidi, ikiwemo kucheza michezo bila mashabiki au kupoteza pointi muhimu, jambo ambalo linaweza kuvuruga mbio za ubingwa wa msimu huu. Nikushukuru mwana michezo, hizo ni taarifa kutoka katika klabu ya Simba pamoja na Yanga. Tukiangazia kwamba Yanga wao wamepewa adhabu kutoka kwa golikipa wao ambacho alifanya utovu wa nidhamu katika mechi ambayo iliweza kuchezeka kwa kumuonyeshea refa kidole cha kati na kutaka kumpiga. Hivyo shirikisho limempa adhabu ya shilingi milioni 4 na kumfungia mechi tatu, huku Simba wao wakipewa adhabu ya milioni 10 kwa kile ambacho mashabiki wao walikifanya baada ya kutupa chupa uwanjani katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Simba pamoja na Pamba Jiji. Nikushukuru sana mwana michezo wangu na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kupitia Junior Media kama sehemu yako pendwa ya kupata kila taarifa za kimichezo zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Nikushukuru sana, usahau kusubscribe, share, like na comment. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakie siku njema. Bye bye.